mnada wetu wa Mbazi ambao tumeanza Ijumaa iliyopita na hii ni Ijumaa ya pili. Tuko hapa, tulikuwa na bei mbili. Bei ya kwanza ya juu tumeuza kwa shilingi 1330 na bei ya pili tumeuza kwa shilingi 1230. Kwa mantiki hiyo, mnada wetu tangia tulivyoanza mwanzoni na leo iko tofauti. Leo imekuwa bei imesogea kidogo tofauti na mwanzo. Tunashukuru sana kwa kufanya mnada wetu kwa uzuri kabisa na hatimaye tumemaliza mnada. Rai yangu kwa wakulima wenzangu, tunapopata pesa hii ya Mbazi tusifanyie vitu ambavyo sivyo, kwa sababu sasa hivi tuko msimu wa kilimo cha korosho. Basi pesa hii naomba itusaidie kufanya palizi nzuri kwa korosho zetu ambazo tunategemea kuanzia mwezi wa 9 wa 10, basi mazingira yatakaa sawa ili tuendelee na kilimo kingine cha korosho. Jina langu naitwa Johannes Magongo, ni afisa uhusiano wa soko katika Tanzania. Leo tarehe 28 mwezi wa 8 2026 katika mnada huu wa pili katika chama cha ushirika TANECU hapa Tandahimba, TMS tumefanikiwa kuuza mbaazi kiasi cha tani 2132 ikiwa kwa bei ya juu 1330 na bei ya chini 1230. Sawa, unawaambiaje wakulima katika ubora wa zao lao la mbaazi? Wakulima katika zao hili la mbaazi waendelee kuzingatia ubora, ikiwa ni kuzikausha vizuri. Watakapozikausha vizuri kuwa na ubora, ndio itasaidia kuweza kupata bei vizuri. Naitwa Francis Trifon Mkuti, nipo hapa kumwakilisha mkuu wa wilaya ya Tandahimba Kanali Michael Mtengele kwenye mnada wa pili wa mbaazi. Kwa kweli mnada wa leo umeleta afya njema, kwa maana ya mauzo yamepanda kidogo tofauti na mwanzoni kama alivyoongea mwenyekiti. Wito wangu kwa washiriki wote wa mnada, walimaji wa mbaazi, tunaomba muendelee kutunza vizuri mbaazi ili wakati wa kuzifuatilia kwenye hatua zile za manunuzi zionekane kuwa bora kama zilivyokuwa leo, na hivi bei ndio maana imepanda. Wito wangu kwa wanunuzi, tafadhali sana lipeni mapema fedha za wakulima ili tuingie kwenye hatua nyingine. Sasa hivi wilaya Tandahimba na Newala kwa maana ya chini ya TANECU tunahangaika maandalizi ya korosho. Kwa hiyo mbaazi hizi zinatuvusha kipindi hiki kigumu cha kusubiri mazao au mavuno ya korosho. Kwa hiyo tunawasihi sana watu wetu wakishapokea fedha wazitumie vizuri, wazisaidie kwa ajili ya mambo ya maendeleo, tusitumie vinginevyo, lakini tulinde amani yetu ili tuendelee kumuunga mkono Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anapenda amani, na sisi tuilinde amani kwa kutoa taarifa kwenye vyombo vya dola pale tunapohisi watu wanataka kutuvurugia. Tushikamane, tuendelee na kilimo chetu, tuendelee kwa bei nzuri. Mazao yetu tukiandaa vizuri yatatuletea bei nzuri sana. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Salome Juma, mimi ni branch manager wa chama kikuu cha Tandahimba Newala branch ya TANECU. Leo tumedalisha mnada wetu wa pili ambao umefanyika katika halmashauri yetu ya wilaya ya Tandahimba, na tani ambazo tumedalisha leo ni tani 2132 ambazo zilikuwa na loti 21, na bei yetu kwa leo ilikuwa ni bei ya juu ni 1330 na bei ya chini ni 1230. Niwahusie tu wakulima waendelee kupeleka mazao ghalani. Naona minada bado inaendelea kuimarika, wapeleke mazao ghalani, wazingatie ubora, wakaushe ili tuweze kupata bei zilizoimarika zaidi ya hizi za leo. Kwa majina anaitwa Riva Rashid Ruva, mkulima kutoka Tandahimba. Nashukuru sana kwenye mnada wa leo kupitia mfumo wa TMX. Tumeona bei zimeongezeka tofauti kabisa na ule mnada wa mwanzo. Mnada wa mwanzo bei ya juu ilikuwa 1160, ila bei za leo kidogo zimepanda. Hii inatupa faraja sana kwa sisi wakulima kuona bei zinaongezeka. Hivyo kwa hali hii inatufanya sisi wakulima sasa hivi tuweze kuongeza juhudi, sababu kwa hali ambayo pesa ambazo tunataka kuzipata kwa sasa hivi zitasaidia katika shughuli mbalimbali, kama vile sasa hivi tunaelekea katika zao lingine la korosho. Kwa hiyo kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani naona unaleta tija sana kwa sisi wakulima, kwa sababu
tunavyopata pesa sasa hivi itatusaidia katika masuala ya uchumi na vile kuendeleza kwenye mazao mengine. Kwa hiyo nashukuru sana watu wa TMX na serikali kwa ujumla, Mama Samia aweze kuongeza juhudi kwa sisi wakulima kuweza kutubeba namna hii, kwa sababu tunanufaika sana sasa hivi kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani. Sawa, unawaambia nini wakulima wenzako? Kama wakulima wenzangu nawaambia kwamba tuongeze juhudi katika mazao mengine haya mbadala. Tutegemee zao moja kama korosho. Leo kama hivi mbazi inatupa kipato kingine, tusikae tu bila na kutegemea zao moja la korosho. Kwa hiyo naomba wakulima tuongeze juhudi, na vile hizi pesa ambazo tunazipata sasa hizi basi tufanyie katika shughuli za maendeleo zingine.